Yes, hii ni Promova TV na hii ni taarifa kutoka Tabora nchini Tanzania kuhusiana na ajali ambayo imeweza kutokea leo tarehe 28 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Ajali hii imetokea majira ya saa 7 mchana ambapo lori la bidhaa limeweza kugonga treni ama tunasema gari moshi ambayo ilikuwa ikitokea Kigoma kuelekea katika mkoa wa Tabora. Ikiwa ni hatua chache kabisa kufika katika stesheni, basi treni hiyo imeweza kugongana na hilo lori la mizigo. Kwa mujibu wa mashuhuda walioshuhudia tukio hilo, inaelezwa kwamba lori hilo liliweza kupata changamoto ya kuvuka baada ya kufika katikati ya reli katika makutano ambayo ni check line, wakati ambapo inatakiwa liweze kusimama. Hilo lori liliweza kupitiliza moja kwa moja mpaka katikati maeneo ya Miemba katika kata ya Malolo, jirani kabisa na shule ya Istikama, ndipo ambapo tukio hilo limetokea. Hivyo basi jitihada za dereva wa treni kuweza kuzuia ili asiweze kuligonga hilo gari ilishindikana, na ikapelekea kuweza kuligonga hilo lori ambalo lilikuwa limebeba bidhaa mbalimbali za vinywaji. Na kwa mujibu wa mashuhuda, inaelezwa kwamba dereva wa lori hilo alijaribu kuruka katika gari bila mafanikio na kuweza kugongwa pamoja na gari lake, na amepelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu zaidi. Promova TV tumefika eneo la tukio na kushuhudia kilichotokea, lakini kwa taarifa zaidi, kwa taarifa kamili na kwa taarifa sahihi, tutakuletea hapo baadaye ili kuweza kufahamu hali za majeruhi pamoja na taarifa rasmi kile ambacho kimeweza kutokea. Na kile ambacho tumeweza kukishuhudia ni gari hilo, lori ambalo lilikuwa limebeba bidhaa za vinywaji, kuweza kuharibika vibaya, lakini pia treni ambayo ilikuwa ni abiria imeweza kuharibika upande. Kwa taarifa sahihi zaidi zitakuja kupitia Promova TV, lakini kwa sasa tutakuletea kile ambacho tumekiona, lakini pia kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo. Asante sana. Jina langu ni Jackton Msafiri na pamoja na director Emmanuel Ignas tunaripoti kutoka Tabora, Tanzania. Promova TV, a home of testimonies. Liska, unaweza ukatueleza kile ambacho kimeweza kutokea hapa? Kwa ufupi, yani sikupata kuitazama ajali yote kwa sababu mimi nilikuwa kwa la nyuma huko. Wewe pia ni msafiri? Mimi ni msafiri. Yani nilikuta tu mshtuko kwamba ikafunga breki ghafla tu. Kuja kushuka tukakuta ajali kama hiyo. Na ilikuwa kwenye mwendo gani? Kwa mwendo mkali sana? Hapana. Ilikuwa kawaida. Na kama dereva alijitahidi kupiga honi. Na honi ilianzia sema kama kilomita 5 kufikia barabara. Alipiga kipenga kama mara 3 kabla ya kufikia barabara ya 4, ndio hivyo. Tukakuta ashika breki ghafla. Naangalia chini. Hii ukishapiga honi, sasa kama dereva kama alikuwa ameka difoni masikio mimi sielewi. Sasa akaona hata kurudi hivi ikashindikana. Kwenda mbele ikashindikana. Kwa hiyo ikabidi yeye aruke, aache gari. Kwa hiyo ndio treni ikafika na pitia ile gari. Ndio hivyo ndio akamwambia dereva mpeleke hospitali. Kwa hiyo alisimama katikati. Yani ilikuwa katikati. Kwa hiyo treni ikafika na pitia ile kile kichwa cha gari. Treni inatoka Kigoma imeanza kupigia honi ikiwa kama Maroro. Baada ya kuwa inaelekea mahali ya kituo chake railway station, lakini kwa bahati nzuri au mbaya, nasema ni bahati mbaya, kulikuwa na semtera inatoka mjini kugawa bidhaa ikielekea barabara hiyo ya Kigoma, maana mtaa huu ni barabara ya Kigoma Road. Bahati mbaya dereva hakuangalia kuwa kuna sehemu ya kusimama. Yani treni inaidhinisha kwanza usimame, usubiri hata kwa muda mchache alafu uondoke. Sasa dereva alipofika eneo hilo hakuwa ameangalia, yani hakuchukua ile action ya kujua kwamba huku mbele kuna nini. Yani kama amehamaki. Tayari treni imeshapiga honi kwa mwendo mrefu na wamekuja kujikuta kwamba anaingia kwenye eneo la treni na treni ikamburuza kumpeleka pembeni, na ndani ya pale pembeni kulikuwa na kifusi ndicho kilichookoa
ile gari ikawa imetwamia pale, ila baadhi ya bidhaa alizokuwa amezibeba dereva imekuwa hasara, na dereva mwenyewe na wale aliokuwa nao kwenye gari tunaona kwamba majeruhi ni mmoja ndio yuko katika hali ya hatari, lakini Mungu amenusuru gari ile, kichwa cha gari na treni pia. Mungu amenusuru abiria waliokuwa ndani ya treni, bali imebaki tu ni zile hasara zitakazoweza kuwajibika kwa baadaye. Shida ni dereva wa gari. Tunavyolijua sisi shirika la reli lilivyo, dereva wa gari ndio kaigonga treni. Sababu unapokuwa umefika karibu na reli lazima uwe makini na lazima uangalie kushoto na kulia. Unapoona mungurumo umepigiwa honi lazima usimame apite wa treni na wewe ndio uweze kupita. Kwa hiyo mwenye kosa kubwa ni dereva wa gari. Nipo shuhudia pia. Tumefika mwishoni, tuna dereva mwenye makosa. Sawa, okay, watu zungumze basi na Promova TV, a home of testimonies.